Kama umekuwa unapitia changamoto ya biashara kwa sababu hauna leseni ya biashara, pengine umeenda kwenye ofisi za halmashauri kuomba leseni ya biashara, au kwa namna moja ama nyingine umekuwa unapata ugumu ni kwa jinsi gani utapata leseni ya biashara yako ambayo umechagua kuifanya au umekuwa ukiifanya, sasa unataka kuihalalisha rasmi na upate kibali kutoka serikalini cha kufanya biashara yako. Hii si changamoto kubwa sana kama ambavyo iko katika ufahamu wako kwa sasa. Watu wengi wamekuwa wanapata changamoto za foleni wakienda kwenye ofisi za biashara, unakuta kuna watu wengi kwa wanashindwa kupata leseni zao za biashara kwa wakati, hivyo inapelekea hata zile leseni ambazo zinahitaji kufanyiwa renew, yani kuzihuisha, kuzirenew kwamba leseni imeisha natakiwa ulipie tena, wanachelewa, matokeo yake wanapata penalty au wanashindwa kufanya kazi zao kwa uhuru. Sasa nataka nikufundishe katika video hii namna gani unaweza ukajua leseni unayotumia ni leseni iko kwenye kundi gani, lakini pia ni kwa namna gani kwa yule ambaye anafanya biashara ya aina fulani, yeye anastahili kupata leseni ya aina gani. Leseni za biashara zipo za aina mbili. Leseni ya kwanza ni Group A. Group A hizi ni leseni za biashara zinazotolewa na BRELA na zinatolewa kwa zile biashara ambazo zinakuwa na sura ya kitaifa au kimataifa. Yaani kwamba biashara yako inafanyika hapa nchini hadi kwenye mikoa mingine mbali na pale ilipo ofisi kuu, au inafanyika hapa nchini na mataifa mengine. Kwa hiyo hii biashara itahitaji leseni yako iwe ni leseni A. Leseni hii inatolewa na BRELA pekee. BRELA ndiye wakala wa utoaji wa leseni na biashara na usajili wa biashara. Sasa kwa wale ambao wana maduka, aidha ni duka la nguo, duka la vipodozi, saluni na biashara zingine zote zile ambazo zinakuwa zenyewe hazina sura ya kitaifa, kwamba labda utatoka hapa utaenda sehemu fulani utafanya, zote zile ambazo zinakuwa ni kwenye local area, yani kwamba wewe biashara yako ipo kwenye sehemu moja, ni sehemu hiyo hiyo. Biashara yako hiyo itatakiwa iwe na leseni, lakini leseni hiyo itakuwa ni leseni Group B. Leseni Group B ni leseni zinazotolewa na halmashauri au manispaa ya sehemu husika, ili kukupa wewe kibali kisheria uwe na haki ya kufanya biashara katika eneo hilo bila kuwa na usumbufu, lakini pia utambulike kama mfanyabiashara ambaye anafanya biashara katika eneo hilo. Leseni zote hizi mbili, leseni Group A na leseni Group B, unaweza ukajifanyia wewe mwenyewe, ukaomba leseni unayoitaka ukafanya, na baada ya hapo ukawa na leseni yako, na hii ikakuondoshia usumbufu aidha wa foreni au kucheleweshea kupata leseni yako. Unaweza ukawa unataka leseni mpya kabisa au unawisha, yani kurenew leseni yako. Ili wewe uweze kupata leseni yako mwenyewe bila kwenda kwenye ofisi yoyote ile ya serikali kwa ajili ya kupata leseni, utatembelea mfumo wa Tausi. Huu ni mfumo utakao kuwezesha wewe kujisajili, kufanya application. Baada ya kufanya application, utaomba vitu vichache ambavyo vitakusaidia sasa wewe kutoa anwani yako rasmi, lakini pia kuthibitisha wao katika eneo fulani, nao watakupa leseni yako kwa wakati. Kwa wale wanaohitaji leseni A, wao biashara zao ni kubwa, zinakuwa na sura ya kitaifa au kimataifa, wao wanapata leseni zao kwenye website ya BRELA. Kwa ataingia kwenye website ya BRELA, atajisajili, baada ya kujisajili ataomba leseni yake. Leseni B zinapatikana kwenye mfumo wa Tausi. Kwenye mfumo wa Tausi, huu ni mfumo wa TAMISEMI unaomwezesha muombaji kupata leseni yake katika halmashauri yake au manispaa yake kwa namna ambavyo yeye atakavyotoa maelezo. Ataingia pale, utaingia pale, utajisajili, baada ya kujisajili utapata leseni yako vizuri kabisa. Utajibiwa kwa haraka zaidi kuliko kwenda kufanya foleni kwenye ofisi za serikali za biashara ili upate huduma ya leseni. Kumbe usubscribe channel hii kwa sababu nitakuandalia series hatua kwa hatua. Kila video itakuwa ina details za kutosha, ni kwa namna gani unaweza ukafanya application ya BRELA, leseni BRELA, au ni kwa namna gani unaweza ukafanya application kwenye website ya Tausi. Nitatoa details moja kwa moja, nini kinachohitajika, nini ukiandae, nini ukiwa nacho utafanya leseni yako. Lakini pia kama utakuwa na maswali yaandae, ili kusudi nitakapokuwa nikikujibu wewe na watu wengine watapata experience kupitia maswali utakayokuwa umeyauliza. Asante, na ninakusisitiza video hii share na wengine, ili nao kama watakuwa na changamoto ya leseni waweze kupata msaada kwa haraka.